Waache hizo dhana potofu. Watanzania wote waende wakapige kura siku ikifika ya tarehe 29. Na waache dhana za kufikiri kwamba wapige kura wasipige kura CCM itachukua madaraka. Ni kwamba wakipiga kura nyingi za kutosha, CCM hawana uwezo wa kuiba kura hizo ili waweze kushika madaraka. Lakini pia tumeshasema, nimezungumza hapa hivi punde tu, nimesema vyombo vya dola lazima viwe refari mzuri. Vyombo vya dola visiwe chanzo cha vurugu Tanzania. Na sisi kama chama tunaviambia vyombo vya dola kupitia ninyi na Watanzania wote wanaosikia wawe neutral. Wahakikisha wanakuwa marefari wazuri, anayekuwa na haki anapata haki yake. Sio kufavor chama fulani. Kwa sababu vyombo vya dola ndio sisi hawa. Vyombo vya dola ni wajomba zetu, ni watoto wetu, ni kaka zetu, ni mama zetu, ndio hao wanatokana na sisi. Na wako pale kwa mujibu wa sheria. Whether inachukua CCM madaraka au inachukua chama cha wananchi CUF, bado namna yao ya kuishi Tanzania na kufanya kwao kazi kuko kwa mujibu wa sheria na kutazingatiwa hivyo hivyo bila kujali chama tawala kinachokuwa madarakani. Kwa hiyo wao wahakikisha wanawatendea Watanzania haki, kwa sababu wao inaonekana kwamba Watanzania sasa hivi wanaanza kutokuwa na imani na vyombo vya dola. Kwa hiyo sasa tuseme tu kwamba watu wahudhurie kwenye kupiga kura, wasiache, kwa sababu wakisusa wengine wanakula. Halafu ajira, sisi tutaziba magepu yote yaliyopo na tutachukua watu wote na kuajiri watu wote wenye sifa. Sio swala la kusema tutaajiri watu wangapi, tutaangalia magepu. Ndani ya siku 100 huduma za serikali zitatolewa kwenye kata, hazitatolewa kwenye halmashauri. Kwa hiyo watakaoajiriwa watakwenda kwenye ngazi ya kata ili watu wakaweze kupata huduma zao kwenye ngazi ya kata. Kwa hivyo na ndani ya siku hizo 100 tutahakikisha kwamba tumeshaanza mchakato wa katiba. Katiba mpya itaanza siku ya kwanza mimi nikimaliza kuapa, na kwamba nitateua kamati au tume ya kuanza kushughulika na swala la katiba mpya, kwa sababu tunajua katiba mpya ndio mama wa kila jambo, na demokrasia ya nchi kama tunataka iende vizuri lazima iwe na sheria ambayo imeiweka vizuri nchi yetu. Sio swala la kukaa kila wakati tunabishana na kuongea masuala kwa muda mrefu bila kutekeleza.